historia ndefu. Katika hili nianze kwa kumshukuru Baba wa Taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa maono na fikra zake za kutumia mto Rufiji kwa ajili ya kuzalisha umeme kwa uhakika na kutosheleza kwa ajili ya shughuli mbalimbali za maendeleo ya nchi yetu. Pamoja na Baba wa Taifa, nawashukuru sana Rais wa awamu ya pili hayati mzee wetu Ali Hassan Mwinyi, Rais wa awamu ya tatu mzee wetu hayati Benjamin William Mkapa, na Rais wa awamu ya 4 Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kwa kuendeleza na kuenzi maono na fikra hizo za Baba wa Taifa. Ni dhahiri kwamba safari ya mradi huu haikuwa nyepesi. Tulikumbana na upinzani wa ndani na nje ya nchi katika awamu mbalimbali za uongozi wa nchi yetu. Vijiji vyote 12,318 na takriban 62.4 ya vitongoji vya Tanzania bara vimefikiwa na umeme. Dhamira yetu ni kuhakikisha nchi yote inapata umeme ifikapo mwaka 2030, na nadhani tutafikisha lengo hili kabla ya 2030. Nawapongeza wakala wa nishati vijijini REA kwa hatua hii nzuri, na niwatake kuongeza kasi ya kusambaza umeme katika maeneo yaliyobaki. Tunaendelea kutafuta au kuzalisha umeme kupitia vyanzo vingine kama jua, upepo, thermal na vyanzo vingine ambavyo vitakuwa vinatosheleza kutupa umeme. Hivyo nitoe wito kwa wananchi wote kuhakikisha tunatimiza wajibu wetu. Niwatake Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Wizara ya Nishati, Wizara ya Maji na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kuratibu na kusimamia kwa karibu zaidi juhudi za uhifadhi wa mazingira na vyanzo vya maji katika maeneo yanayohusiana na mradi huu. Hiyo itafanya mradi huu uishi kwa miaka mingi zaidi. Tumeanza kusikia taarifa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kwamba miezi michache ijayo tutakabiliwa na mvua kubwa za El Nino. Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kwenda kujitayarisha kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa kwa wananchi wetu. Kituo hiki kina jumla ya mitambo 9 ambapo kila mtambo mmoja una uwezo wa kuzalisha megawati 235 na hivyo kuwa na uwezo wa jumla wa kuzalisha megawati 2115. Uzalishaji huu umeongeza uwezo wa taifa wa kuzalisha umeme na kukidhi mahitaji ya shughuli za kiuchumi na uwekezaji. Hii inatufanya tuwe daraja la muhimu la kuunganisha soko kubwa la nishati ya umeme barani Afrika, kwani nchi yetu ni mwanachama wa East African Power Pool na Southern Africa Power Pool, ambapo Tanzania inaunganisha mtandao wa umeme kikanda. Mheshimiwa Rais, uwezo wetu wa kuzalisha umeme umefikia megawati 4646 dhidi ya mahitaji ya juu ya gridi ya taifa ya megawati 2271, na hivyo kuwa na ziada ya umeme ya megawati 2375. Mheshimiwa Rais, chini ya uongozi wako umetuelekeza kuwa nchi yetu lazima sasa ifanye biashara ya kuuza umeme, na tayari tunatekeleza maelekezo yako kwa kutumia ziada ya umeme tulionayo, na tumeshaingia makubaliano na mazungumzo na wenzetu wa Zambia kwa ajili ya kuweza kuwapatia umeme. Uzinduzi wa kituo hiki ama mitambo hii ya kuzalisha umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere ni tukio la kihistoria katika taifa. Najua jambo hili limedumu katika taifa letu kwa miaka mingi, lakini hatimaye kwa uthubutu wa viongozi waliotangulia hatimaye limewezekana. Unajua mimi kihistoria ni mpinzani, lakini kwenye jambo jema la kitaifa napenda kutokuweka mipaka ya kisiasa. Ndio sababu niko hapa. Nimeona lama nije nishuhudie jambo hili la historia kwa taifa, kwa sababu tunajenga msingi mkubwa sana kwenye uchumi wa nchi. Umeme huu usiwe tu umewasha taa kwa Watanzania, ukawashe viwanda, ukawashe huduma za kijamii, ukawashe huduma katika hospitali,
mashule yetu, ukafike vijijini, ukanufaishe wananchi, ukasaidia uzalishaji vijijini, uchakataji wa mazao, ujenzi wa viwanda, ukuaji wa uchumi katika ujumla wake, lakini zaidi ukaliunganishe taifa, kwamba tufike wakati tukubaliane kwamba kuna mambo ya kipaumbele kwa taifa, hayo yatuweke pamoja, yatuunganishe, na tusiweke mipaka ya kisiasa katika masuala ambayo tunafikiri yana faida kwa wananchi wote.